Kwanza tunamshukuru Mungu, siku ambayo tumeisubiria kwa dhati kwa miaka na miaka, nadhani leo imefika. Leo ndo siku ya ubaya ubwela wenyewe ambao tumeianzisha msimu huu. Leo tuko pale katika mji wa manispaa ya Berkane nchini Morocco. Kwa kweli mchezo utakuwa mzuri na utakuwa mgumu pia, kwa sababu finali ni finali. Ila kama sisi wana Simba, mashabiki wa Simba na wanachama wa Simba, kwa sisi binafsi tumejiandaa vizuri kwa kupokea matokeo mazuri ya timu yetu. Hivyo vingine sisi kama wachezaji wetu walioongea pamoja na benchi la ufundi wamesema wao wakiwa wetu waachie wao. Tunaamini wachezaji wetu pamoja na benchi la ufundi na baadhi ya mashabiki na wanachama pamoja na viongozi walioshirikiana na timu kwenda pale Morocco, wao watatuwakilisha vyema pale Morocco. Lakini kwa sisi tuliopo Tanzania pamoja na nchi nyingine ambazo wote ni wazee wa ubaya ubwela, sisi tunaiombea timu yetu vizuri, tuko nayo bega kwa bega, hatutafanya chochote zaidi ya matokeo ya kuiombea timu yetu na ushindi. Na kombe lazima libaki kwenye ardhi ya mama wa Kizimkazi. Kombe tunachukua na tunalipeleka kwa mama. Tunaenda kumkabidhi Ikulu pale, bwana mama, kombe ile hapa. Sisi tunapeleka shanga, hapana. Sisi tunapeleka kombe pale kwa mama. Kwa hiyo leo ni ubaya ubwela. Leo ubaya ubwela pale ubwela. Kwa Mama Samia andae milioni 30 bana. Mama Samia leo amesema kila goli ni milioni 30. Leo pale ni uhakika tunaenda kutoka na goli hizi mbili. Kwa hiyo tuna uhakika na milioni 60. Hiyo iko wazi. Na istoshe bado wakija kwa Mkapa sasa, kwa sababu sisi leo tunataka turahisishe kazi yetu. Kwa sababu leo mimi naamini ndio finali. Hii ndio finali. Ile ya kwa Mkapa ni stare, tunakuja kusalia kwa sababu tunakuja kukabidhiwa kombe. Lakini sisi leo ndio tunaenda kucheza finali pale katika manispaa ya Berkane. Mama aandae pesa. Mama aandae pesa. Pesa tunaondoka nazo za kutosha. Huu ni ubaya ubwela. Tuna mwamba anaitwa Jean Charles Ahoua, ndo moja kati ya viungo bora kabisa kwa sasa Afrika. Ukitaja kwenye kombe la shirikisho, mchezaji aliyetengeneza nafasi nyingi, mchezaji aliyetengeneza magoli mengi ni Jean Charles Ahoua. Mchezaji aliye dribble, anafanya dribble nyingi kabisa katika michuano ya kombe la shirikisho, unamkuta Eli Mpanzu Kibisawala, mzee wa kuwakimbiza. Yeye ameacha mpaka sasa hivi kuna watu wamekimbia dabi. Kwa hiyo tunaamini kwa wachezaji tulionao, umoja tulionao, wana Simba benchi la ufundi pamoja na viongozi wetu, kombe linabaki Tanzania. Leo tunafanyia ubaya ubwela, wakija tunamaliza kwa Mkapa. Hiyo imeisha. Haya bwana, wanasema ubaya ubwela. Sasa nirudi hapa kwa mzee wa facts katika mechi inayochezwa siku ya leo saa 4. Kocha wa Simba tumie mbinu gani katika mechi hii? Kwanza nataka kutangaza kauli ambayo ni kauli mbiu tunaisema sisi wana Simba mpaka sasa hivi. Kocha wetu Fadlu Davis ndo man of the match, kwa sababu timu alikuta ni mpya, lakini ukiangalia matarajio ya wengi waliamini kwamba tunaenda kufeli katika hii michuano, lakini kila siku kadri siku zinavyosogea unaiona Simba mpya na inayoingia kwenye mfumo. Imefika time mpaka inakuwa tishio barani Afrika. Ukiangalia kiu ya wana Simba kuvuka katika hatua ya robo finali, anayekuja kutuvusha ni master Fadlu Davis. Tunaenda nusu finali tunashinda, tunaenda finali naamini kwa mbinu za mwalimu tunaenda kushinda. Tukianza kwenye facts, tukijaribu kuangalia katika makaratasi, ukiangalia unaweza ukasema Berkane wako favorite na matokeo ya mchezo wa leo, lakini Simba kawaida yao ni kufanya ubaya ubwela na kushangaza walio wengi ili watu waendelee kuijua. Mwalimu Fadlu Davis hajawahi kufeli katika mbinu yake ya kujilinda. Pale Morocco ninaamini kujilinda kutakuwa pale pale. Kikubwa nataka nitoe maoni yangu kwamba safu ya ulinzi ya Simba inatakiwa kuongeza umakini. Back pass ambazo hazina msingi hazitakiwi kuwepo. Tunamtarajia Yusuf Ali Kagoma na Fabrice Luamba Ngoma kufanya kazi pale katikati. Wakati huo tunajilinda, lazima tuwe na mtu ambaye ni individual player mwenye uwezo binafsi. Mtu unamzungumzia kama ya Jean Charles Ahoua, ukiacha huyo unamzungumzia mtu kama Kibu Dennis, lakini final ya wote kuna mtu anaitwa Eli Mpanzu Kibisawala. Yule mwamba anaweza kuchukua mali, akapiga chenga watu wawili watatu na bado akaenda akascore au akatengeneza nafasi na watu wakafunga. Jamani, Simba wananikosha. Kwa hili vibe la hapa sasa nirudi kwa habari hapa. Sasa atuambie kwa katika mechi hii inayochezwa siku ya leo,
kwa upande wa Simba na RS Berkane. Sasa wewe unahisi RS Berkane wana ubora gani zaidi, wao wana ubora gani zaidi kuliko upande wa Simba? Bana, anaitwa Jackson almaarufu afisa habari wa Simba Burudani, afisa kijana ambayo najitafuta lakini ni tajiri wa tawi la Simba Burudani. Kwa hiyo of course najivunia kwa Simba Burudani, najivunia kuwa na brand yangu kubwa ya tawi la Simba Burudani. Kwa hiyo kicha kwanza tutaingia kwenye game plan ya mwalimu wetu, ataingia kwenye game plan ambayo atatengeneza mechi ya leo saa 4 usiku pale Berkane, kwa sababu ukizingatia kocha wetu ni kocha ambaye amefanya vitu vingi akiwa pale Morocco akiwa na Raja Casablanca. Kwa hiyo Wydad nani Berkane anajua vizuri, anajua timu ikoje, anajua njia zao, anajua miundombinu yao. Kwa hiyo sisi tunajivunia kuwa na kocha ambaye amefundisha viunga vya Morocco. Kwa hiyo mechi ya leo tunavyoingia, tunavyosema sasa hivi, mechi ya leo ya saa 4 usiku, ninavyomjua kocha wetu Fadlu alivyo anapanga kikosi chake, anavyotengeneza kila mchezaji kwa ajili ya mechi ya leo, kwa sababu nimekuambia hivi, mechi ya leo kila mchezaji anaitaka, kila mwana Simba, kila kiongozi wa Simba anaitaka fainali ya leo. Kwa hiyo nawahakikisha mashabiki wote wa Simba ambao anaipenda Simba, viunga vyote vya Tanzania, viunga vyote vya nje ya nchi, naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu siku ya leo inshallah tunaondoka na ushindi pale. Amina inshallah jamani, yani pamoto sana huko Arusha jamani, yani sasa nirudi kwako hapa bana. Ukiangalia hii mechi ya leo mtatoboa kweli? Waka kutoboa tunao, kwa sababu ni kama nilivyokuambia awali, Simba kwa sasa hivi kwanza tuna kocha mzuri, tuna timu nzuri, tuna management nzuri, tuna viongozi ambao wako vizuri, ambao wanashirikiana vizuri, kwa sababu wajua kila kitu kinahitaji ushirikiano, yani combination ya watu wote, mashabiki, wachezaji, benchi la ufundi na viongozi. Ukiangalia kwa nzima ya Simba wote tuko kitu hiki, karibia wote sasa hivi tunaizungumzia finali, tunazungumzia kubakisha kombe kwa Mkapa. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho lazima kitatokea, kwa sababu ukiangalia muunganiko tulionao, so mashabiki walioko nje ya nchi, walioko Tanzania, walioenda Berkane kule, wote tuko kitu hiki kimoja. Kwa hiyo kwa mfumo huo lazima kombe libaki nyumbani, haliwezi kuondoka, haliwezi kubali kuliachia. Na tunaamini, unajua kwa nini kocha amesema kwamba sitaki kuuzwa wala kutoka kwenye Simba? Amesema nina malengo na Simba, ninataka nilete kombe. Kocha yupi wa Simba aliyekuja pale akasema kwamba na malengo? Hakuna, ni huyu hapa. Sasa huyu hapa amesema kombe linabaki. Wale watu ninawajua. Nilichokiomba kwa Elia Mpanzu mtakiona. Umenielewa? Sasa tunaomba tu, kwa sababu hii ni taifa, uwe mwana Yanga, uwe mwana nani, tunaomba tukija da tukikabizwa kombe letu hataki shobo. Watupishe. Kwa hiyo hata mimi kweli naungana na ndugu yangu hapa, wazee wa nyuma mwiko, kwa swala hili watupishe, aliwahusu wao. Sasa hivi sisi sasa hivi kila mtu anashughulika na mambo yake, kila mtu ashughulikie nyumba yake. Kama nyumba yako imekushinda na mke wako, usiangalie mwenzako kwamba mkaoa mke mzuri, mambo yake yanaenda vizuri. Tafuta vya kwako na ufanikiwe. Kwa hili wao watu waache, waliwahusu. Hili ni la kwetu, wasihusike nalo kabisa, watu waache. Sasa jamani, kumbuka hii mechi ya leo ni ya taifa. Sasa ni siku ya kuchukua kombe, tusishani washabikie timu ya taifa inaitwa Taifa Stars, ambao inajumuisha nyuma mwiko, Simba, Azam na kila kitu. Lakini hii inaitwa Simba Sports Club. Hata kule Morocco ipo Simba, sio timu ya taifa. Swala la taifa tutajumuika kwenye michuano ya kushiriki sijui kombe la dunia kesho kutwa, timu ya taifa ikiitwa tutakuwa pamoja. Lakini kwenye swala hili wakae mbali, watu wache wao waungane na Berkane. Wamesema ni Waarabu weusi. Mimi nilivyowaambia tutawasaidia, kwa sababu tunajua hawana hela. Tutawasaidia kuwachangia, tuwanunulie Carolite, wajichukue, waweke mawigi ile wao weupe. Kwa sababu mwandishi, kuna kitu nataka nikwambie kitu kimoja. Jifunze kwa ubaya ubwela. Mpaka sasa hivi Kongo vita imesimama. Vita imesimama. Niulize kwa nini? Vita imesimama kwa sababu pale Kongo sasa hivi vita ya Goma imesimama kwa sababu Elia Mpanzu Kidisawara, kwa sababu utachoka. Nakwambia hivi, tunapoelekea mechi ya leo saa 4 usiku,
Nimepigiwa simu kule nikaambiwa vita imesimama kwa sababu nataka kumwangalia ile Mpanzu anafanya nini. Kwa sababu timu ya taifa haitwi. Ushaelewa, na ni mchezaji mzuri na ni kijana wao. Wanataka umwangalie pale Volcano atakuwa anachemka pale Berekani. Kijana wao anafanya. Na anahakikishia baada ya mechi kuisha vita itaendelea. Huyo ndo baada ya mechi kuisha. Huyo mechi leo kuisha baada saa 4 usiku. Ikishaisha saa 6 ile kesho Jumapili utasikia kule Goma vita inaendelea. Lakini nahakikishia kwamba hivi kama Simba Burudani tumetengeneza kitu kikubwa kupitia uongozi wa Simba Burudani kama mimi afisa habari. Mechi ya leo, mashabiki yoyote ambao tutamani kutazama mechi ya leo, tutafunga big screen, tutakuwa Menoa Sakina, Kelvin Zoroji, tutafunga pale Menoa Sakina. Wote kwa mambo pamoja. Ambaye atapata muda wake mzuri, hata kushuhudia hii mechi. Anataka kushuhudia hii mechi. Mwenyekiti kasema hivi, kama unakaa mbali, kuna usafiri umeandaliwa. Unakaa Morombo utachukuliwa na gari utapelekwa Morombo. Unakaa sijui nani Tengeru utachukuliwa na gari utapelekwa Tengeru. Yaani hata kama ni saa 8 usiku, itahakikisha kwamba mambo yameenda hivyo kama ilivyopangwa. Kwa hiyo nahakikishia wana Simba wote tuungane kwa pamoja. Kwa pamoja mechi ya leo. Sasa tunamwangalia Kidisawala, tunamwangalia Kibu Dennis Prosper, tunamwangalia Jani Chaza wakati anatoa assist yake pale Morocco. Mama, baada ya mechi ya leo Jumapili nifuate tufanye kipindi. Nitajie ni mchezaji gani aliyekuja disha dogo akawa anapendwa hivi? Ni Elie Mpanzu peke yake, ni kweli. Na kinachosababisha wajua iko hivi. Huwezi ukapendwa bila huna kitu. Na ndio maana siku zote maskini apendwe. Ila ukiwa tajiri lazima kila mtu atajisogeza kwa kutakuwa na machawa wengi. Mpanzu anapendwa na karibia Watanzania wote. Mimi nakutajia. Sio hatuchezi, sio sisi wenyewe ubaya ubwela. Watu wote kila unamsikia anakuambia Mpanzu. Juzi kalizuka ka propaganda kidogo. Mpanzu yuko kwa mkopo tunamtaka, tukwambia nataka nigusia hapo. Tunamtaka. Sisi tulienda kumchukua Mpanzu, nyewe mkamchukua yule anaitwa Ikangalombo. Ikangalombo. Basi unaelewa, simiza hata jina sijui. Kwa sababu majina ya Kikangalombo, majina ya Kipare huko Pareni huko unakuta. Sasa tuwaambia jamaa mlivyoenda kule Kibisawala mjamkuta, akasema tulimwona lakini tukaambiwa anaenda genki. So genki. Wajua ukiwa na pesa lazima vitu vizuri vyote unavipata. Kwa kweli. Ukiwa na pesa. Simba tuna tajiri kwanza ambaye hana janja. Tajiri ambaye anaenda sijui Udisongo anamchukua Ruiz Mixon, Lionel Messi wa Afrika. Anaenda FC Vita anamchukua Elie Mpanzu. Anaenda sijui Ivory Coast anamchukua MVP, Mr. Assist, Mr. Magol, Jean Chare. Ahua. Unaelewa? Yaani umeona anachokifanya? Anakuja anaenda Singida Big Star kipindi hicho. Anamchukua Kagoma tunaye tunatamba naye. Anamwambia nyie tambeni naye. Yaani wao wenzetu wana mkataba wa Kagoma tunao tunatamba nao. Anamwambia mna mkataba kwa milioni 30. Kapiga simu moja, kijana unataka nini? Nataka pesa. Pesa ipo milioni 70, njoo nyumbani, saini mkataba, maisha mengine yaendelee. Unataka nini? Akamwambia mimi sitaki kwenda kule ni wazee. Akamwambia ungane na vijana wenzako. Kila mtu anataka kucheza sehemu ambayo ni salama. Kila mchezaji yoyote duniani unayemjua anataka kucheza sehemu ambayo anajua kwanza atafurahi, atapendwa. Kile anachokifanya yeye lazima kitaenda viral. Ili kiende viral kwa sasa hivi Afrika hii, utacheza Simba Sports Club. Mimi nakutajia kwa sasa hivi, kwa siku hizi 2 mpaka 3 mpaka 4, timu ambayo imeongoza kwa kutajwa zaidi duniani ukitoa Barcelona ni Simba Sports Club. Kwa Afrika timu ambayo imeshika namba 1 kwenye mitandao kuongelewa kwa wingi ni Simba Sports Club. Tunasikia pale Berkane mpaka sasa hivi Morocco. Jezi ambazo zinauzika kwa wingi kuliko jezi zote Afrika, jezi za Simba Sports Club. Kwa hiyo wana Simba wenzangu, dua zinahitajika, ubaya ubwela, wote tuwe kitu kimoja. Mambo leo mshaalikwa wana Simba. Kwanza niwape kitu kimoja. Bwana, jamani samahani. Bosi kasafiri, kaaga jana kasafiri. Hajafuata timu, amefuata wachezaji. Sasa ole wenu yule jamaa aje tena. Ndio itakuwa balaa zaidi. Maoni kwa wana Simba. Tawi la Simba Burudani limewaandalia burudani nyingi hata kabla ya safari ya kwenda Dar. Burudani ambazo tunazianzia leo. Burudani ambazo zinaanzia leo imewekwa big screen kama wenzetu wa Dar walivyokuwa wanafanya. Iko Sakina hapo. Maelekezo mshayapata. Usafiri mechi inaisha saa 5 kama na dakika 58, saa 6 kasoro. Usafiri wa kukutoa popote hata ukiwa Moshi. Nadhani popote pale ulipo. Usafiri wa kukutoa Sakina kukupeleka popote. Upo na ulinzi, utakuwa salama. Sio mwanadada, sio
mwana mama, sio kaka, sio baba, sio mzee. Usije ukaogopa kwamba sijui ni saa 6, sijui ni usiku, itakuwaje. Mwana Simba, njoo tukaungane. Dua za wengi Mungu atazipokea. Tukiwa kwa pamoja tutaenjoy zaidi. Tusiwe na makundi. Kama kishaweka kitu ya kuenjoy, mimi nadhani pale ndio tutaenjoy zaidi, kwa sababu tutakuwa wana Simba tu. Unajua Simba ndio timu pekee Tanzania ambayo mashabiki matajiri, tajiri, wachezaji tajiri, kila kitu matajiri, si unaelewa? Na ndio maana ukiangalia Simba watu wameenda Moroko kwa pesa karibia milioni 3, mashabiki walioenda Moroko. Hakuna timu ambayo yenye uwezo mashabiki wake wa kuondoka Tanzania alipie milioni 3 aende nchi yoyote ile. Eti kuna wenzetu walipelekwa Rwanda bure, sijui walienda kipindi kile Algeria bure. Simba sisi tumeenda, watu wameenda kwa pesa zao, na tumewaambia, wanasema mechi sio kwa Mkapa, hata ikichezwa Amani tutaogelea sisi popote kambi. Ya mimi waga na bezi sana kwenye facts. Ukijaribu kuangalia, mimi najaribu kuangalia aina ya wachezaji tulionao Simba watatupa kitu gani. Leo natarajia kumuona Musa Pinpin kama Spiderman akiwa ndani ya lango. Tunatarajia kumuona Show Me The Way Shomari Kapombe, fullback ya Simba ambayo ni fullback ya miaka yote. Tanzania hajawahi kutokea fullback kama Show Me The Way. Umeona? Tunajaribu tukiangalia aina ya mchezo tunaenda kukutana nao. Tunatarajia kumuona Mohamed Hussein Zimbwe Junior akila mbavu ya kushoto. Katikati tunaweza kuanza na Abdurazaki Hamza. Hakuna beki mtulivu kama Abdurazaki Hamza. Akimaliza na Karabusha Mo ambaye ni beki alikuja azungumzwi sana, lakini Karabusha Mo the man best back. Yani Tanzania wamekuja mabeki, lakini Karabusha Mo hana mambo mengi, yeye kazi yake ni kuondoa kazi chafu. Tukitarajia kwenye safu ya kiungo ambako sasa tunatakiwa kuwaficha wale akina Rebri au akina Kamara wa upande wa Rabat Berkane. Tunamtarajia Yusuf Ali Kagoma akicheza juu kidogo ya wale mabeki. Upande wa kulia tunamtegemea Kibudeni sianze, kwa sababu atakuwa anaweza kuleta kuweka backup kwa Shomari Kapombe pale timu itakapokuwa inashambuliwa. Namba 8 tunamtegemea Fabrice Luamba Ngoma. Huyu ni master. Hata Moroko kwenyewe wachezaji wameenda wengi, sisi huku Tanzania tunamkubali kibisa wala, lakini pale Moroko watu wanamuogopa sana mtu anaitwa Fabrice Ngoma. Amecheza klabu ya Raja Casablanca kwa mafanikio makubwa, amebeba taji la shirikisho na taji la klabu bingwa kupitia hiyo Raja Casablanca pale Moroko, ndio maana anaogopeka. Namba 9, watu wengi hawamsema, wanambeza sana, lakini mwamba ametubeba. Tutaanza na Lionel Ateba Mbida kwa sababu ya aina ya mechi tunaenda kukabiliana nayo. Tunamtaka Ateba kwa sababu ana uwezo wa kukaa na mali, anaweza kuwasumbua mabeki. Kwa hiyo ndio maana tunaenda kwenye approach ya kwamba tunaenda na Ateba. Namba 11, winga hatari, machachari, balaa, volcano, anaitwa Eli Mpanzu. Huyu mwamba ajengewe sana mlaki pale Msimbazi. Nakwambia huyu mwamba ana uwezo pale ambapo tunazidiwa, ana individual player. Anaweza karudi mpaka kwenye half space yetu, anaweza akachukua mahali akapunguza wa kwanza, akapunguza wa pili, akaenda akatengeneza nafasi. Sasa hivi ukizungumzia Simba, Simba ni timu moja hatari. Simba sasa hivi tuna unbeaten 19 katika ligi ya Bongo, lakini hatuzungumzi. Simba sasa hivi tuko finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini hatuzungumzi. Simba sasa hivi tuko nusu finali ya kombe la CRDB Federation, lakini hatuzungumzi. Simba sasa hivi tunatafutana na huyo mtu ambaye anasema hatuchezi. Tuko nyuma yake kwa pointi moja. Yeye mwenyewe anajua kwa nini hataki kuja uwanjani, kwa sababu anajua atapoteza huo mchezo. Ndio maana anaona kwamba atakuwa ni mtu ambaye atachukua kombe na kutuzawadia. Simba hii asilimia ya timu kubwa duniani. Nataka niwape maneno watu wa Simba. Timu kubwa haihitaji watu kuzungumza. Timu kubwa inafanya mambo makubwa, alafu watu wanaona mafanikio. Mafanikio hayo katika Tanzania hii sisi ndo tunaenda kuyafanyaje? Tunaenda kuyaleta. Walitoka hapa Usma wakiwa wameshindilia timu ya Yanga hapa goli 2-1. Yanga alipoteza fainali yake hapa kwa Mama Kizimkazi kipindi kile tukiwa katika awamu ya 5
ya Rais hayati John Pombe Magufuli, lakini mwisho wa siku ndo kama hivyo. Ukiangalia walienda pale Algeria, wamefanya yao, wamepata goli moja, lakini bado hawajadeserve kupata ushindi, wamerudi na medani. Mimi nataka niwaambie, walisema fainali ya mwaka 1993 hawaitambui. Simba wamepambana kadri wanavyoweza. Msimu huu tumeipeleka timu fainali, kila mtu ana akili zake timamu, mwenye macho anaona. Kichaka walichokuwa wanatumia kujificha tumekifieka. Tunakwenda sisi, hatuleti medani, tunakwenda kuleta ubingwa. Tunapeleka ubingwa Ikulu. Simba sio timu ya hadhi ya kupeleka medani pale Ikulu. Simba ni timu ya kupeleka vikombe na mafanikio. Unapozungumza Simba, kikao cha Simba sasa hivi Afrika, anakaa Al Ahly, anakaa Esperance Sportive de Tunis, anakaa Mamelodi Sundowns ya South Africa, alafu anakaa Simba Sports Club, maana ni timu namba 4. Ukitaja tano bora, anafuata huyo tunaicheza naye finali. Sasa wewe rudi kuangalia wale wakati wanaenda finali walikutana na watu wa aina gani. Sisi tunakutana na Berkane finali, ambaye tayari kwenye ligi ya Morocco, ligi kubwa ile barani Afrika, ameshakuwa bingwa tayari, lakini wakati wao wanacheza walikutana na timu ambazo zinashuka daraja. Marumo Gallants South Africa walikuwa wanashuka daraja na bado wakajitamba kwamba wameenda. Simba hii, nataka niwaambie watu wa Simba, Simba hii sio ya maneno mengi. Wewe utakakopita tu, nunua jezi yako kama hii hapa, vaa jezi, kila mtu atakutambua kwamba wewe ni mtu wa Simba. Ulimwengu wa sasa hivi wa Simba ni raha tupu. Kila anayezaliwa kijana anaipenda Simba Sports Club kwa aina ya mafanikio anayofanya, sio kwa ajili ya maneno. Sasa kuna kale kamsema, mbona mje akasema kale cha Ahmed Ali kale cha kwetu Ukizungumzia hilo, kuna mambo ambayo yalizuka kwa ajili ya kutuondoa mchezoni. Watu wa Simba ni watu ambao wanatumia sana akili. Kwa sababu gani? Yamezuka mambo mawili ambayo yalikuwa yanatuondoa katika mchezo na maandalizi ya mechi yetu. Lilizuka jambo la kwanza kwamba Kibisa wala Eli Mpanzu tumemleta kwa mkopo. Lakini sisi tunawahakikishia watu wa Simba, Simba ni wana viongozi imara. Simba ya sasa hivi sio ya kwenda kukopa mchezaji sehemu popote. Simba ya mafanikio haya sio Simba ya kwenda kuomba kwamba tunampigia mtu magoti kwa ajili ya mkopo. Simba hii ya Eli Mpanzu ni mchezaji halali wa Simba, ana mkataba wa miaka 2. Katika miaka 2 katumikia miezi 4. Katika miaka 2 ukitoa 4 ana miezi 18. Ana mwaka mmoja karibia na kama miezi 6 au miezi 7 almost. Kwa hiyo walitengeneza kama propaganda baada ya kuona kuna habari zinazozuka kwamba makao makuu ya Jairuti tarehe 27 mwezi wa 6 anaenda kutangazwa namba 6, jezi namba 6 ya Simba hatari, ambayo kazi Mohamed Dewji inavyosemekana ni za chini, lakini sisi tunapeleleza ni za kwa ndani, kwamba kuna mtu amesajiliwa anavaa jezi namba 6 katika timu anazozicheza, alikozunguka kote anavaa jezi namba 6. Baada ya kuona imekuwa hivyo, wakajaribu kutengeneza ka propaganda ili tuonekane tunatoka mchezoni. Simba kujua kwamba ni timu kubwa. Waarabu wenyewe juzi kati hapa tumekuja kuona wanatuletea habari za kwamba uwanja wa Amani ndio tutakaotumia sijui nini, maneno mengi. Lakini angalia viongozi wa Simba walivyokuwa imara, wanakuambiaje? Sisi tuna focus na mechi ya Morocco. Sasa sisi tunataka tuwaulize, tunawafunga pale Morocco, wao watatuambia wanataka tucheze katika uwanja gani?